Jambo la kwanza, unaweza ulizwa unawaza nini juu ya Bwana? Watu wengi wakipitia katika mateso huwa wanasema mambo mengi. Wengi huona kana kwamba Mungu amemwacha. Wengi huona kana kwamba labda amesahaulika. Sisi wanadamu peke yetu. Hata wakati wa Yesu, wakati ambao uliwadia, akatolewe kwa waandishi na Mafarisayo, akaweze kuteswa. Biblia yangu inanambia katika Luka I think ni 22 mstari wa 40. Luka 22 mstari wa 40. Hapo nagusia katika utangulizi ya kwamba Yesu mwenyewe alipoishi ya kwamba wakati wake wa mateso umefika, alihangaika kama mwanadamu, na hata akaenda kwa Baba kulia pale Getsemani. Akaambia wanafunzi waende pamoja, na akaenda akawacha katika kiasi cha kutupa jiwe, distance ya kutupa jiwe, akaenda kulia. Maana Yesu alijua wakati wake wa mateso umefika. Nataka kusema kwamba mateso lazima yatakoma. Jina la Bwana liinuliwe. Na mateso ya mtu ambaye anamjua Bwana yako kama ya mwanamke ambaye anataka kujifungua. Apende asipende, lazima atapitia wakati mgumu. Lakini wakati anapokea mtoto wake, huwa na shangwe, hata anasahau mahali ambapo amepitia. Yesu Kristo alinena hilo kwa wanafunzi. Hivyo basi akawa anajiandaa. Aliponena ya kwamba atabomoa hekalu kwa siku 3 na kulijenga kwa siku 3, akaelewa ya kwamba kuna kipindi atapitia mateso, lakini kuna mateso ya mwenye haki ambayo huwa kuna faida yake ya baadaye. Jina la Bwana liinuliwe. Mara nyingi nimenena juu ya mateso na vifungo, kuvikatakata na kuviharibu, lakini kuna mateso yenye hata ukipitia siwezi kukusaidia kuyaondoa. Amen. Kama vile mwanamke ambaye anajifungua, kuna mateso hata akiwa anaumwa, huwezi mwambia nitakusaidia kuumwa, utamwacha aumwe. Wanafunzi wakiwa na Yesu hawakuelewa muda mwafaka wenye Yesu anakuja kutwaliwa. Ni kweli aliwaelezea kwamba kuna nyakati hata kuwa na wao. Na huo wakati ulipofika, Yesu alienda Getsemani. Hiyo Luke 22 verse 40. Kuna kitu nazungumzia hapo katika utangulizi. Alipoenda hapo kuomba Getsemani, Biblia inasema kwamba akawacha wanafunzi mbali. Kwa sababu gani? Hakutaka wajue siri ama mambo ambayo yako mbele yake. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu alikuwa kibinadamu, wangeweza kukemea, Bwana kwani uko na nini? Kuna nini inakuja kwako? Kuna mateso mtu haizo ndio kwako. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu gani? Ni kuleta utukufu wa Bwana. Yesu akiwa mwana wa Mungu akaenda akapiga goti lake, akalia, akamwambia Bwana, ikiwezekana hiki kikombe kama unaweza kukiondoa, Bwana kiondoe. Lakini kama ncha mapenzi yako, wacha mapenzi yako yatimie na yangu yakavunjike. Kuna mahali pa kukifika na muombea Bwana, tenda mapenzi yako Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Kama wakati mwingine unaweza kuwa unahudumia mgonjwa, ukamwombea, kama unazidi kuomba mateso yanazidi, unajiuliza kwa nini Mungu ndokoresha? Mungu uponya upendo. Amen. Lakini wakati mwingine mambo yakizidi, geuza ombi kama Bwana Yesu. Mwambie kama kikombe hiki Bwana, ncha mapenzi yako, wacha nikikunywe. Maana hicho kikombe si cha kawaida, hakitakumaliza. Haleluya. Kama uchungu wa mwanamke, hauwezi kumaliza, bali huo uchungu huu unaletwa kwa sababu ya kutoa kile kiungo. Kuna mateso mengine ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu akaomba kikombe kiondolewe, lakini hakikuweza kuondoka. Lakini babake alijua kabisa huyu hata ukimfikisha mwisho wa mziki, niko na nguvu ya ufufuo. Amen. Haleluya. Kwa hivyo hautakufa ndani ya mateso. Ndiposa Naumu anauliza, mnawaza nini kwa ajili ya Bwana?
akawaza hata akaomba kikombe kiondolewe. Sijui wewe unawaza nini? Na mimi nawaza mchana mwema wa leo ya kwamba ikiwa kikombe ni cha mapenzi ya Bwana, bali kimfikishe pale Mungu anataka. Jina la Bwana na liinuliwe. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana huja kumponya na yote. Havunjiki hata mfupa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana na liinuliwe. Mtumishi wa Bwana Nahumu anauliza, mnawaza nini juu ya Bwana? Hilo ni swali. Akapeana jibu lake hapo chini. Akasema ya kwamba yeye atakomesha kabisa mateso, hatainuka tena mara ya pili. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa nini Nahumu anasema hivyo? Mateso ambayo hupitia mwanadamu kwa ajili ya utukufu wa Bwana, yakiinuka huwa yanainuka, hayainuki tena. Sijawahi ona mama ameumwa akatoa mtoto tena arudi kumwa tena. Jina la Bwana na liinuliwe. Mateso ambayo ni ya shetani yanaweza endelea, na baada ya kuomba Mungu utuondolee. Lakini hali ambayo ni Mungu ameruhusu uipitie ili ukaweze kupenya ama kuinuka kiwango kingine, jina la Bwana na lipewe sifa. Huwa hayarudi mara tena. Ni kama mtoto ambaye ameingia class 1. Anapofanya mtihani mgumu wa class 1, huo mtihani haurudishwi tena. Anapewa hatua nyingine ya kuingia class 2. Jina la Bwana na lipewe sifa. Yakobo anasema kwamba anayaita majaribu hayana budi kuja, lakini heri mtu yule anayestahimili ndani ya majaribu, maana baada ya kushinda huwa yuko na hatua nyingine mbele. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo si mateso yote yenye huwa yanakuja eti shetani ameleta. Mungu huleta. Ndiposa katika Isaya 54 kuna mahali anasema kwamba ameapa maji ya Nuhu hayatapita juu ya nchi tena, yalinuka kwa sababu fulani, na hivyo ndivyo hivyo. Kwa hivyo kwa Yesu alianza kufa, na alipofufuka Yesu hatawahi kufa tena. Jina la Bwana na liinuliwe. Hatawahi sulubiwa tena, hata ziakiwa tena. Kwa hivyo kuna hali zenye unapitia zina mwisho wake. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni once and for all. Sasa nina wazungu jamani. Yapo changu kinavunjika vunjika, lakini line za roho hazivunjiki. Jina la Bwana na liinuliwe. Mateso ya kiungu yanakuja once and for all, na kisha hutawahi jiona tena katika maisha yako. Nahumu akatazama mambo hayo. Jua aliona watu wengi chini ya jua wamepitia ndani ya mateso. Wengi wakatafuta msaada ili wakaanze kupona. Akafikia mahali akasema, unaosema nini ama unawaza nini juu ya Bwana? Lile ambalo unafaa uliwaze mchana mwema wa leo ni kwamba Bwana yuko na wewe. Haleluya. Katika hali ambayo unapitia, Bwana yuko na wewe. Ndiposa nimetangulia kuimba wimbo ya kwamba Bwana usehemu yangu. Ukiwa uko na sehemu ya Bwana ndani mwako, maisha yako hayakai ya kawaida. Haleluya. Nahumu alielewa na hilo jambo. Ndiposa akasema, anauliza mnawaza nini juu ya Bwana? Akatupatia jibu. Kenye tunafaa tuwaze kwa ajili ya huyu Mungu. Hawachi hali ambazo kwa nazo zikaendelea, maana ziko na mpango. Unapitia hapo ili ufike mahali. Mateso kwa mwenye haki ni bridge ya kumpeleka mahali pa sawa. Haleluya. Mateso huja kutuposition. Labda mahali kwenye unakaa haukai kwa mpango wa Bwana, Mungu atakupeleka mahali kwenye anataka kupitia kwa mpango wake. Kwa sababu gani? Watu wengi wakati wanapitia hali ngumu, ndio hapo anakuwa na moyo wa unyenyekevu. Kwa hivyo Mungu amesoma wanadamu, akaelewa ya kwamba anaporuhusu jambo gumu kwa mwanadamu, hapo ndio mwanadamu mrudia kwa machozi. Haleluya. Na hapo ndio Bwana utoa usemi. Kuna usemi wenye Nahumu anasema yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili.
Kwa maana wangawa kama miba iliyotatana na kunyeshewa kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Watu wenye huinua mateso, ni kweli mengine Mungu ataruhusu madui wakaweze kukutesa, lakini nataka kusema kwamba kuna jambo Bwana ananena kwamba huinua watu, huinua hali ya mabuu ikakula wale ambao wako kinyume cha mapenzi yake, na labda wale wametesa mwenye haki wa Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Wale wote walimtesa Yesu, hawakuendelea ndani ya maisha. Kwanza hata kabla Yesu asulubiwe, Judas alikuwa ashaga dunia. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo kabla upate ushindi wako, wengi utakuwa umewazika. Amen. Mungu ataacha mashahidi wachache. Wale Daudi anaosema kwamba Bwana unaandalia meza mbele yangu machoni pa watesi. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa hivyo unawaza nini juu ya Bwana mchana mwema wa leo? Waza ya kwamba Bwana ni mponyaji. Amen. Waza ya kwamba Mungu amekukumbatia. Amen. Waza ya kwamba Mungu anakuja kukutetea. Amen. Haijalishi umekuweka katika shimo, waza ya kwamba mkono wa Bwana uko na nguvu. Amen. Waza ya kwamba Mungu hajakuita bure, amekuita ili jina lake likainuliwe. Amen. Unawaza nini juu ya Bwana? Pigia Bwana Yesu makofi. Anasema ya kwamba Bwana atakuja na kukomesha mateso, hata hayatainuka tena kwa mara ya pili. Kwa hivyo hali ambayo ukipitia ikiwa chungu, jua ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Amen. Na Mungu haezi ruhusu mtihani ukaja kwako tena. Ukipita huo mtihani umepita. Haleluya. Unaenda katika level nyingine. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hili somo limeletwa na Bwana kwa sababu gani? Uweze kujielewa, labda tumekuambia muda mrefu na bado unaona hali inaendelea. Kama ni ya Bwana, hakuna mwanadamu anaweza kuondoa. Yesu alilia kikombe kiondoke, na hakikuweza kuondoka, maana kilikuwa cha mapenzi ya Bwana, ya kwamba Mungu alitaka kwamba mtoto wake apitie hiyo hali ili akomboe ulimwengu. Hivyo hivyo na wewe unapitia mahali ili jamii yako ikombolewe. Unapitia mahali ili kijiji chako kikombolewe. Unapitia mahali ili watoto wako wakombolewe. Unapitia mahali ili huduma yako ikakombolewe. Haleluya. Haleluya. Mnawaza nini juu ya Bwana? Atakomesha mateso, hayatainuka tena. Na wale ambao wamesababika kuleta mateso, Biblia yangu inasema kwamba Bwana atainua maroho kama mabuu, wataliwa na kumezwa kabisa kabisa. Kwa hivyo usifikiri kama mateso ni ya Bwana akaruhusu mtu akakutesa eti atawacha hivyo hivyo. Kuna kitu Bwana ametenda. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Anasema ametoka mmoja kwako anaye mabaya juu ya Bwana, atoaye mashauri yasiyofaa kitu. Bwana anasema hivi: ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kuna watu huanza maovu juu ya Bwana. Tulivyo hapa jinsi tulivyo, wengi tunawaza mema juu ya Bwana. Tunahitaji Mungu aje aponye. Tunahitaji Mungu afungue. Tunahitaji Mungu ainue. Lakini kuna watu wako kinyume. Amen. Amen. Mungu anasema kwamba kwa hao ambao wako kinyume, ni kweli wanaonekana wako na nguvu timilifu, lakini Bwana anasema kwamba hata hivyo watakatokatwa. Na hao ni watu gani? Wananana vile nivyotuacha ukalombelo abaki. Usifikiri kukaa kinyume cha Bwana kwenda damu sabiri ikansema. Wale wenye wanasema ni mchango wa kina, tunataka kujenga kanisa. Amen. Amen. Bwana anasema
anasema atawakata. Kwa hivyo rekebisha mdomo wako. Amen. Kama una kitu cha kutoa nyamaza wengine tu. Amen. Maana kanisa sisi tutajenga na hata hivyo limekuwa lidogo. Yes. Amen. Amen. Haleluya, kama utajenga kanisa sema amen. Amen. Kwa hivyo si wale wako nje peke yao, hata walio ndani. Bwana anasema kwamba wanaowaza mabaya juu ya Bwana, japo wanaonekana kana kwamba wako na nguvu timilifu. Nguvu timilifu ni wale watu wanaona kwamba ini nikagora na gora. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Mkekuwa muzuko dahora ini nikadeda na deda. Hata kama ana nguvu timilifu, Bwana anasema hata hao watakatwa kwa ajili yako wewe, ili mateso yakome. Haleluya. Na Mungu aonekane katika maisha yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Ijapokuwa ni wengi, nataka kufundisha kwamba adui wako si mmoja yule unamjua. Wako wengi wamekuzingira na huyo mbinguni ndo anajua. Ndio maana anaposema tuwasamehe, kwa sababu anajua kwamba unapopigana nao wewe mwenyewe hautaweza kuamaliza. Kisasi kina Bwana. Haleluya. Hata kama kuna mateso, hayatainuka tena mara ya pili. Maana anakuja na kisasi chake, na kuteta na unaoteta nawe, na kupigana na unaopigana nawe, na kuinuka kinyume cha watu ambao wanapanga njama kinyume chako. Jina la Bwana na lipewe sifa. Japokuwa wana nguvu zilizotimilifu, japokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa naye. Atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Amen. Hayo ndio mawazo weke kwa Bwana. Yes. Anasema hata kama amekutesa, si shetani, Mungu mwenyewe. Isaya 54 kuna mara anasema, na alikuacha kwa kitambo kidogo, lakini kwa sasa nimerudi tena nikaweze kukukumbatia. Amen. Imagine Mungu akikuacha kwa dakika moja tu, huwa ni destruction. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Just a minute. Kwa watu ukipitia mapito kidogo, lazima ndani yako ujue kwamba bado Mungu yuko na wewe. Amen. Akikuacha, wale wanasema go Mungu kwansiga, Mungu kwansiga. Geuza ombi. Shukuru Mungu, mwambie Bwana najua hata katika hali uko pamoja na mimi. Yes. Ndani ya kushushwa, ndani ya kudharauliwa, ndani ya kuteswa, uko pamoja na mimi. Amen. Naendelea na mfano wa Yesu. Alisulubishwa mpaka akawekwa msalabani. Kuna mahali anaenda kafika kaona ni kama Mungu amemwacha. Kumbe Mungu hakumwacha, alikuwa pamoja na yeye. Ila kwa sababu kikombe kilikuwa ni kwa ajili ya Bwana, aliendelea kukikunywa mpaka kauliza. Akasema Eloi Eloi lama sabachthani. Mungu wangu kwa nini umeniacha? Nafikianga mahali mateso yenye Mungu ameruhusu ufike mahali uone Mungu ansiga. Lakini nataka kukwambia siri. Mungu akikuacha dakika moja, wengi wetu hapa hatutainuka. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na Yesu akaendelea hivyo, akakata roho. Alipokata roho, akaenda kaweka kwa kaburi lake. Lakini kwa sababu Mungu hakumwacha, akaja kaonyesha ukuu wake. Akachilia nguvu zake ndani ya kaburi na kaweza kumfufua. Haleluya. Amen. Sasa anasema mateso hayainuki tena. Ana uwezo wa kushikilia hayo mateso. Amen. Ana uwezo wa kuyakomesha. Amen. Ana uwezo wa kukomesha hata wale ambao wanainuka kinyume chake. Pigia Bwana Yesu makofi. Inasema kwamba na sasa nitakuvunjia nira yake, nami nitakupasulia mafungo yako. Kuvunjiwa nira na Bwana. Nira nini? Wale ambao wanajua nira, kufungwa nira, hivyo ni fungo vasiri venye kuna mwanadamu anaweza kuvielewa ama kuvitambua. Nira huwa inavunjwa na anointing. Anointing ya Mungu, nasema upako wa Bwana huwa unavunja kila nira. Mungu anapoachilia uwepo wake ama upako wake kwa mwanadamu,
huu unavunja kila nira. Nira ni mahali ambapo umeshikwa kwa siri. Kuna watu wamekamatwa na falme za giza kwa siri, lakini hawaelewi. Wakati unaona unalala kwa kanisa, kuna nira ambayo inataka kukukamata. Kwa hivyo ukifikiria hivyo, unainuka kwa haraka. Mwambie shetani ushindwe. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Nira inaweza kukamata hivi. Katika jamii, huwezi fanya vile unataka kufanya. Yaani unaweza amua leo, hata mwanamke kwa nyumba yake, leo nataka nifue, nifanye hivi, lakini unaona nira imekukamata. Itukuja idaburu. Pakawandu mzokoruja mkanimvivu. Nira ni hali ya mateso ya siri yenye uweze elezea. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mateso unaweza elezea. Ukamwambia mtu naumwa na kitu, naumwa na mkono, naumwa na miguu, lakini nira uweze eleza. Kutekwa na nira, kuwekewa nira, ukiwa umegandamizwa na nira, ni hali ambayo yasintofahamu. Uweze elezea. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kuna mtu atakwambia jana nilikuwa na pesa nyingi na leo nalia umaskini. Kuna nira fulani yenye imemfunga. Kuna mateso ya wazi na mateso ya siri. Hiyo ndio Bwana anasema kwamba na sasa nitakuvunjia nira yake. Yes. Amen. Amen. Nira ya mateso. Wacha nilolela hoja kidavida mkodelele. Wacha nilivange samdada. Amen. Amen. Mdadambo radarikiri ya mdu. Hata sometimes huwezi jielewa. Wacha bona mtu mkikuzera nje chako klambo cha kari. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho, nira nirja mdadambo ra shetani. Yaani shetani kwa njia moja umemkataa mtaki, lakini anatumia nira fulani kukuteka. Mchana mwema wa leo, Bwana anasema kwamba kwa ajili uone amevunja mateso ndani mwako, ameondoa mateso na kuyakomesha, anakuja kwako kukuvunjia nira. Amen. Kuna watu wamevunjiwa hali nyingi tu. Asili na mila zikavunjwa. Hali mbalimbali zikavunjwa. Lakini nira ilibaki. Mungu hawezi anza kazi akakwishwa, akashindwa na kukamilisha. Kila kazi anaianza ndani mwetu, lazima aikamilishe. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho, Mungu anaona nira. Na hiyo nira huwa hivi. Ugonjwa unaweza kuwa uliisha ama ulikuwa ukiwa mtoto. Wasikira kukumbuka kasi. Ironi mdada amburseduski. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Biblia ina mambo mengi. Kwa hivyo itabidi tujifunze sana. Kwa hivyo akasema kwamba nitakuvunjia nira yake. Hiyo nira ya mateso. Nitakuvunjia nira yake. Nami nitakupasulia mafungo yako. Kuna mafungo ya kuletwa na shetani. Ndio tumekuwa tukidili nayo sana. Lakini kuna mafungo yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Mafindiki yo kufindike kumoni. Kuna wengine walijifindikia kwa kinywa. Ukagora. Sikunde nikazogwa nchelo nakuka mwanamti. Ijo ni findiki ukujifindikia. Mafungo yako. Wajua kinywa huwa kinaumba. Amen. Amen. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana na tuwe watu wa kuumba. Wakati unatoa neno, make sure unatoa neno la kubariki lenye linaumba anga safi kwa ajili yako na mtoto wako. Kuna watoto wenye sisi wazazi tumewawekea mafungo mbele yao. Wako sana kidogo, ondoke ndio mfungio. Fungo. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa wale ambao tuko kwa maisha ndoa na kosana kidogo, tukuji muni gala. Na unavyo kusiga huko. Kwa sababu ya mambo madogo. Kumbuka hiyo ni fungo. Ulimeleka katika ndoa yako na leo tukuji mkugala. So ongo. Mungu akifuatiza, shetani akifuatizia na ile nira mdadamu. Maneno yako mwenyewe yanaweza kukutumbukiza katika shimo. Na ndio hiyo ndio nilitaka kuongea siku ya leo. Kuna mahali Yakobo akasema kwamba
Ulimi ni kiungo kidogo lakini unachoma msitu. Na akatuambia kwamba ikiwa utashinda mwili wako kuwa safi, jiwekee lijamu katika kinywa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ujiwekee lijamu ni kupractice kunena mema, ili usije ukajinunulia mateso ambayo hakuna mwanadamu anaweza kukutoa katika hayo mateso. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu fulani alikuja hapa juzi nimhudumie. Na sikuweza kumhudumia kwa urahisi. Nimwambie ndio utubu kwanza nduje. Sababu gani? Aliweka fungo na Mungu ananionyesha ni aliweka. Mambo yalikuwa magumu kwake, akaambia rafiki yake mwingine, hata yawe magumu namna gani sitaenda kule mama niombe. Amen. Amen. Lakini alipokaza na Mungu naye nani? Anaruhusu akaze vizuri. Akaja. Na mimi unajua nimepewa neema fulani yenye sijoiambia. Ukinena tukiwa wapi na kusikia tu na sauti yako. Sikuambiwa na mtu. Alipokuja nikaona hilo fungu. Mwambie dada tubu kwanza. Ndio nikuombea. Nataka kukuombea. Sababu ni kazi nimepewa. Lakini hiyo ni fungu umejiwekea. Sasa hata nikishinda kukuombea na ulisema utawahi kuja, kwa maombi atakufikia mbele. So Mungu anataka kwamba tuondoe mafungo, na kando ya kuondoa anasema kwamba na hizo ni rehema zake tu. Nitakondolea. Nitakuvunjia nira yake, nami nitakupasulia mafungo yako. Mafungo ya mtu binafsi. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna watu wengine kitambo kabla tujaokoka, labda umeokoka ukasahau kutubu. Unaenda labda kwa mganga ukamwahidi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nifanyie hivi. Mkafanyiwa magano, wao yanabaki juu. Alipookoka labda yule alimuongoza katika toba. Alimwambia tu kusamehewa dhambi. Lakini kuna wakati inafaa mwambie Bwana, hata kuna magano niliweka mimi mwenyewe. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Bwana vunja hayo maagano. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Utoke kwa magano ya shetani. Kuna watu wengi vile naendelea kufanya deliverance, unakuta anateswa na magano yenye niye mwenyewe aliweka. Si magano ya zamani. Hayo magano yamemletea mateso, yakamletea vita. Lakini ainuliwe Mungu, maana anasema kwamba nitakuvunjia nira yake, nami nitayapasua mafungo yako. Kwa hivyo deliverance siku ya leo, naomba Mungu aingie undani. Undani wa usemi wako. Yes. Undani wa maneno yako. Yes. Undani wa mawazo yako. Yes. Na avunje kila mafungo. Amen. Watu wa Mungu wawe huru. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na hii huwa inatokea once per blue white, wakati Mungu ameamua kuvunja mafungo kwa wanadamu. Kwa hivyo siku ya leo tunaenda kumwita. Haijalishi mafungo yako yalitokana na nini, najua Bwana atakukomboa. Amen. Na atakapo kukomboa usirudi kuweka mengine. Amen. Maana nasema mateso hainuki tena mara pili. Akishamaliza kazi yake amemaliza. Amen. Mengine tulifanya hatukuelewa. Nipasa Roho wa Bwana hataki tukae na hiyo hali. Ndio maana anataka kutufundisha tutoke hapo mahali. Amen. Sijui ni mafungo aina gani ulifanya. Wengi walifanya tena mafungo na Mungu akasema sitawahi kuokoka. Sitawahi kufanya hivi na leo uko hapa. Amen. Amen. Hali zingine ni kutubia ili Mungu aingie kati na akatende maajabu. Yule nasema tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote mwenye jina lako toka nyumba ya miungu yako. Nitakukatilia mbali ya sanamu za kuchora na sanamu za kuyeyusha. Nitakufanyia kaburi lako kwa maana umbovu. Hii message ni kwa ajili ya mahali kwenye kulikuwa kiini cha mateso. Wengi mateso yao yametoka kwa masanamu, vitu ambavyo ulendo katajio kwalo na vikainuka. Lakini Mungu anasema kwamba vitu hivyo atatengenezea kaburi, kumaanisha kwamba vitazikwa kabisa. Jina la Bwana na liinuliwe. Hali hizo atazitengenezea kaburi, zitazikwa kabisa. Na hapo juu anasema kwamba na hakutainuka tena mtu ambaye ataitwa jina lako atokaye ndani ya hii miungu.
Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa sababu gani Mungu anasema hivi? Anapoangalia nira yenye imekufunga, anapoangalia mafungo yenye imekufunga, mengi alitoka kwa mapizi ya watu wa kale, watu ambao waliabudu miungu, watu ambao walinamba kwa ganga na wachawi. Wengine ukakuta kwamba mwasare wako aliabudu miungu kila siku. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Unapitia mateso kwa sababu yeye alinamia miungu, akajitaja jina pale kwa ile miungu. Mimi fulani wa fulani ninaabudu hii miungu. Hivyo ndio anasema Kwa hivyo mimi mwenye nimezaliwa hilo jina, kunakuwa na nira. Ile jina linatajika kwa miungu. Sijui mnanielewa? Na hapo wakati unaomba hauwezi penya. Kwa sababu hapa uko kwa Mungu. Shetani naye anakuvuta upande ule. Unakuta ni hali ya mateso. Kuna watu wanateseka lakini hawajui nini kinawatesa. Ndio Mungu amependa kufunua ile jambo ya kwamba anaenda kupasua mafungo yako. Watu wengine walifungwa kwa ajili ya jina. Unaweza niambia ni kweli tumetubia asi. Lakini kama jina lako lilitajwa kwa miungu, inafaa Bwana alitakase tena alioshe. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Naweza enda kwa reference fuatia mfano mwingine mlelewa vizuri. Kuna mtumishi wa Bwana aliitwa Joshua ambaye alikuwa ni kuhani. Hiyo iko katika I think Zekaria 3. Hebu nifungue. Tafungua kwa ajili ya uwezo wa Bwana. Msijakosea. Zekaria. I think ni Zekaria 3. Zekaria 3 sijakosea. Nitakwambia hebu some kwa wakati wako. Zekaria alikuwa ni mtumishi wa Bwana tena kuhani. Akawa anasimama mbele za Bwana na malaika. Lakini kukawa na roho za ushindani. Roho hizi zilishindana naye kwa sababu alionekana na vazi chafu, na hiyo ndio nira ninainena. Wakati mtu yuko na nira fulani inamfunga, mbele za macho ya Bwana unaonekana na laini fulani yenye uwezi elewa. Lakini ainuliwe Mungu mchana mwema wa leo. Maana aliyaona kwa Zekaria na akatuma malaika kwa Yoshua kuhani aondoe lile vazi chafu. Kwa hivyo namaanisha kwamba kwa Nahum vile Bwana anasema ataondoa mafungo yako. Mafungo huzuia mtu kuwa msafi mbele za Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na nira. Mungu akikutazama haukai safi kwa sababu hiyo nira. Lakini nataka kusema kwamba kuna Bwana kitu anaenda kutenda mchana mwema wa leo. Amen. Hatuachi jinsi tulivyo. Na hata hivyo hayo ni maombi anayoandaa. Tunataka tuingie kwa mfungo katika la nira. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Tunataka tuwe safi mbele za Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ya kwamba kwa sababu anasema maombi ya mwenye haki ni kama manukato mbele za Bwana, ama maombi ya watakatifu. Hata kabla ujaomba unaimba tu, malaika wanashuka. Amen. Amen. Tunataka tufikie hiyo level. Amen. Na nashukuru Mungu katika hali yenye ananena ni hali ya kutupeleka katika level ambayo inakubalika mbele zake. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo anasema kwa hiyo miungu yenye jina lako lilinenewa, hakutainuka mwingine tena ambaye atazaliwa hilo jina lako na labda afungwe hiyo nira. Kwa hivyo naona vizazi vikikombolewa. Amen. Kesho kuna mtoto atazaliwa kitwa hana. Akitoka ndani ya tumbo langu, haijalishi mwasare wangu alifanya nini, hiyo nira Bwana anakata leo. Amen. Hao wenye wanazaliwa wakiwa wasafi. Amen. Maana Mungu alifungua punda na mwanapunda. Yes. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kwa hivyo wale ambao tajwa jina lako, soko kwa kuzere wanduwe, seke mganga ilinajapo.
Jina la Bwana na liinuliwe. Watatajwa hayo majina lakini yakiwa safi. Maana nila nilikwenda dambo Bwana kwa ruhusa. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Namaliza. 5 anasema, tazama juu ya milima iko miguu yake, aletaye habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako e Yuda, uzondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kama amekwisha kukatiliwa mbali. Mara nyingi maroho hufuata mahali kuna nira. Roho za popo, roho za majoka, roho zote ambazo hutumiwa na shetani hufuata mahali kuna nira. Ndege hutua mahali kuna kiwanja, na maroho pia huwa zinafuata mahali kuna nira. Nataka kukuhakikishia kwamba wakati utakasike kabisa mpaka kwa mji wako, kuna maroho utawayaona tena. Jina la Bwana na liinuliwe. Na humu anasema juu ya mlima kuna mtu aletaye habari njema za amani. Amen. Hatutakuwa ndani ya vita kila siku. Jina la Bwana na liinuliwe. Tunatolewa mahali tukipelekwa mahali. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Maroho yamekusonga kwa ajili ya nira. Umepitia mateso kwa ajili ya nira. Ukapitia mambo magumu kwa ajili ya nira. Lakini kwa sababu Bwana anasema anakatilia mbali kila nira na kuvunja mafungo yako, ni kumaanisha kwamba hiyo ni habari njema. Amen. Unawaza nini juu ya Bwana? Analeta habari njema. Haleluya. Bwana analeta habari njema mchana mwema wa leo. Amen. Habari za kufunguliwa. Amen. Habari za kuinuliwa. Amen. Habari za amani. Habari za uponyaji. Kuna watu hawataishi na magonjwa tena. Amen. Kipindi kinyumishi na magonjwa kimetosha. Amen. Bwana mchana mwema wa leo amekuja na nguvu yake kukuvunjia nira, kukuvunjia mafungo katika Jina la Yesu. Mlimani kuna miguu ya mtu aletaye habari njema katika nyumba yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kuna watu tangu mwaka uanze mpaka sasa hakuna habari njema amepata juu ya maisha yake. Lakini unawaza nini juu ya Bwana? Analeta habari njema. Amen. Bwana analeta habari njema. Anasema ya kwamba tazama juu ya mlima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Haleluya. Baada ya mtu kuvunjwa nira, kuna amani inafuata. Katika jamii yenu wenikaa hamna upendo. Baada ya Bwana kuvunja nira, kuna roho ya upendo inafuata. Roho ya umoja inafuata. Kuna baraka zinafuata. Watu wamekaa pamoja lakini siko umoja. Zaburi 133 inasema, inapendeza sana mno wakati watu wa Bwana wanakaa pamoja kwa umoja. Yanakuwa kama mafuta yashukao ndevuni mwa Haruni. Jina la Bwana na liinuliwe. Na hapo ndipo Bwana anaamuru baraka. Wengi hawajakuwa wakibarikiwa kwa sababu ya nira ndani ya jamii. Lakini leo Bwana analeta habari njema. Mtakaa pamoja na mtabarikiwa. Mtakaa pamoja na mtafunguliwa. Mtakaa pamoja na kuinuliwa. Kuna miguu ya kuleta habari mbaya. Bwana nikatakata. Kuna watu huja ndani ya mji wa mtu kuleta nuksi. Ukangira mindeke burubasi. Mara mwanojo kiruke. Mara chongo cha veja. Lakini hao Bwana anawafungulia mbali. Jina la Bwana na liinuliwe. Hakuna na memwanu cha kwa kusevecha. Wewe usitake kujua habari zake. Kwa sababu umwafungulwa Bwana. Unaweza kumlazimisha bila ndio kusecha. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakati Bwana anatenda kazi unacharuka. Unajua kwamba kuna watu watakatiliwa mbali kwa sababu Mungu anataka ufunguliwe na uinuliwe. Anataka ile nira inaletwa na wanadamu akaweze kuifungulia mbali. Tazama juu ya milima
iko miguu inayoleta habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako, Yuda, uziondoe nadhiri zako. Nira ingine imeletwa na nadhiri. Ulimwambia Bwana, Mungu wangu, utakaponitetea kwa hili, nitakutolea, nitatenda hivi. Hayo ni mafungo yako. Haleluya. Bwana anasema ziko habari njema zinakuja katika nyumba yako. Jitahidi kuondoa nadhiri zako. Labda hizo nadhiri ndio zimekuwa mafungo kwa njia nyingine. Mungu anaweza ondoa nira, Mungu anaweza ondoa mafungo, na bado nadhiri yako ikakufunga mahali. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na kipindi nilihubiri kuhusu nadhiri, na sitarudia sasa hivi. Wale wenye mlikuwa mnaelewa fedha. Uswai kama sasa hivi wakati tuna pledge mambo mengi, tuko na michango. Kama una pledge kwa imani na unajua utapata pledge. Lakini usipledge ukose kuleta. Haleluya. Itakuwa kifungo cha baraka zako. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Wengine hawapledge mbele za wanadamu, lakini ndani yake amemwambia Mungu, Bwana, ukinitendea hili nitakufanyia hivi. Amen. Amen. Na Mungu naye ni mwaminifu namna gani? Tamka asubuhi kuta amekuponya magonjwa yote. Na uliahidi nitapeleka zawadi fulani ndani ya kanisa. Paka kufa kwako ni zawadi tadai. Hata ukienda mbinguni, wajukuu na wenye watabaki huko wako watadaiwa nini nini. Kwa hivyo tuwe careful wapendwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Usije ukafunga kifungo kenye kitakuletea shida katika jamii. Jina la Bwana na liinuliwe. Kama hutaweza tulia. Ile siku Mungu anakupatia let. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Bwana anasema ondoa nadhiri zako. Kuna kipindi mimi sikuwa na watoto, naendelea kumaliza. Nikamwahidi Mungu ya kwamba, Bwana, ukinibariki na watoto, nitakutumikia yangu yote. Watu wakati niko na mtoto kama huyu, napigiwa simu kutoka Nairobi, Mombasa, watu wanataka huduma. Nikawa nasema, kwa nini ndio pema nyaleko na mwana? Nasikitika kwa sababu Mungu aliondoa huyu mtoto. Si mambo ya kuchezea. Jina la Bwana na liinuliwe. Na nikawa huku kumtumikia Bwana. Kwa hivyo msio mnajua Mungu si mtu wa kuchezewa. Unapo mention kitu, maanisha na ujue kwamba utakamilisha. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Usije ukabarikiwa na ng'ombe, alafu inakuwa kikwazo. Na ulimwambia Mungu, Bwana nibariki na ng'ombe ndio nakamua maziwa, na hiyo ng'ombe itakutumikia. Wakati ule maziwa yamekuwa mengi, umepeleka barabarani, umeletoa fedha nyingi, karibuni mshetani kuonirisu. Wazo kukufundisha haikusaidia. Hiyo ng'ombe utaizika tu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Tunatarajia baraka nyingi kutoka kwa Bwana. Si kweli? Kama kuna mahali umeweka nadhiri, wakati Bwana anakupatia kitu, kumbuka ile nadhiri. Mungu wasahau. Ukishaweka hata kama umewaza ameandika. Liko pale. Amen. Amen. Na nadhiri nyingi tangu tukiwa wadogo zimekuwa ukumbusho mbele za Bwana. Akikaa ukimwomba, naomba Mungu nibariki. Na kuna siku ulimwambia ukinibariki na hili nitakutolea. Akakubariki ukala peke yako. Kamaliza. Amen. Amen. Tuweke nadhiri ambazo tutatimiza. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Nilihubiri kuhusu nadhiri na hiyo siku tukatubu na Bwana kaondoka. So hili neno limekuja kwa wakati wake, nitabidi nilinene kwa sababu nadhiri zingine zinakuwa kama mafungo. Mungu anashindwa atakusamee vipi? Na nuru leki nadhiri umeshindwa kuondoa. Kwa hivyo tusiweke nadhiri tena, narudia. Usiweke nadhiri yenye itakupatia kifungo katika maisha. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Hata kuna mwingine juzi aliniambia, mtumishi nikifanywa jambo fulani na Mungu lile tunaliombea, nitakufanyia vile nikamwambia. Kamwambia maana tayari Mungu alinishuhudia atamtendea kweli, lakini atasahau. Leo nadhiri mtesi. Royaliva na shetani naye yuko mbioni, anataka uzidi kukaa kwa vifungo. So to make sure ile nadhiri umeiweka atakusahaulisha. Ili ukosane na Mungu. Kwa hivyo msio mnaweka nadhiri kwa viko. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tutafikia mjengo, tuanze kujenga. Kuna mtu hivi sahihi aliniahidi, aliniambia ikifikia kujenga
na kuahidi matofali ya 10,000. Hivyo Mungu ameandika. Hivyo nangojea hiyo siku yenye kiwanja kitakuwa tuanze kujenga. Mungu ataanza kudai hiyo nadhiri. Na duno huyo mtu kama hajaleta itamtesa. Mnanipata sasa? Natumia mfano yenye tuko nayo ili muelewe na hili nini. Ukitaka kubariki bariki na usahau. Lakini usiseme nikipata nitafanya. Mungu ni mwaminifu, atakupatia. Na sisi tu wanadamu tuko dhaifu. Shetani atatumia udhaifu wako kukuweka kwa mafungo tena. Kama utaahidi sikatai, timiza. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kuna habari njema zinaletwa kwako. Sisi sikakute hiyo nadhiri, habari zianze kurudi kwa mwenyewe. Haleluya. Amen. Najua ninaeleweka hapa. Yes. Usijisababishie mateso. Bwana anasema hatainuka tena mara ya pili. Lakini kama hutaondoa nadhiri, ni kama hayo mateso yainuke tena, ndio ziondoe. Sijui mnanielewa? Mimi nililekeaga Mungu nadhiri nyingi. Mimi nililekeaga Mungu nadhiri nyingi tu. Na nilipokosa kuzitimiza, nimepitia vipopo vingi sijui. Haleluya. Tena ananiambia kabisa, tubu nitakusamehe na nitakuponya. Kwa hivyo tusifananishe Mungu na kitu jamani. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Hata ukiweka nadhiri kwa mtumishi, vile ni Mungu unamwekea. Kwa hivyo usijaribu. Ngojea upate, ututwe kwa moyo safi. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Yo nadhani nimeelewa. Tumeelewa sote? Yes. Kwa hivyo tunaambiwa zishike sikukuu zako, Yuda, uzondoe nadhiri zako. Kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena kamwe. Amekwisha kukataliwa mbali. Kwa hivyo wewe ondoa nadhiri zako. Yule asiyefaa kitu ni shetani. Jina la Bwana liinuliwe. Maana hakufaa kwa ufalme wa Mungu, hata akaangushwa chini. Yesu Mungu anasema kwamba amekwisha mkatilia mbali. Kumaanisha kwamba shetani hana uwezo juu ya maisha yako. Shetani hana uwezo juu ya nyumba yako. Hana uwezo juu ya watoto wako. Hana uwezo juu ya kitu chako chochote. Huwa anapata loophole ya kuingia wakati anaona nini? Kuna nadhiri. Anasimama na hizo. Wakati anaona kwamba ushiki amri za Mungu, anapata loophole ya kupenya katika maisha yako. Kwa hivyo Mungu Kenya anatuambia, yeye analeta habari njema, na yule ambaye hafai katika maisha yako, hafai kitu. Tena naambiwa kwamba hafai kitu. Shetani hafai kitu katika maisha yetu. 1, hawezi kutulinda. 2, hawezi kutubariki. 3, hakuna kitu anaweza fanya. Hata kubariki hawezi. Maana hata yeye mwenyewe ameanza kufilisika. Yes. Watu wako wameanza kufilisika. Majumba ya kuabudu yameanza kufungwa kwa sababu hafai kitu. Jina la Bwana liinuliwe. Hafai kitu wala hana kitu. Kwa hivyo Yesu anatuambia yule hafai kitu, Mungu anamkatilia mbali, hataonekana tena katika maisha yako. Kwa ufupi, usianze kumuitaita, hayuko tena na wewe. Amen. Amen. Kwa sababu kuna watu wanasingizia, hai ni shetani nzeri. Hayuko tena na wewe. Amekwisha katiliwa mbali. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Sasa kwa mbanga njenye twashini. Hai mlatokea ni wewe mwenyewe unasababisha. Hai ni shetani. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Wakati mwingine huwa tunamsingizia. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wakati mwingi huwa tunamsingizia mtu wako. Hayuko nasi. Hata ukisema amen kubwa, anakimbia anatoweka. Maana hana nguvu. Ananyauka, ufalme wake unaanguka. Maana ufalme ambao umebeba ndani yako hautingishi na jambo lolote. Ndiposa unaambiwa kwamba yuko anayeleta habari njema, na yule ambaye hafai kitu amekwisha katiliwa mbali. Jielewe na ujitambue ya kwamba Mungu unayembeba ni Mungu mkuu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Msevange mtu wa Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Yeye tayari ameshindwa. Amen. Haleluya. Amen. Yeye tayari ameshindwa. Amen.
ameshindwa kwa jina la Yesu. Ufalme wake huu unatingisika. Tunapoita Yesu, hata tunaposifu, anatoweka na anaenda. Kwa hivyo Mungu anakupatia assurance ya ulinzi wako, ya kwamba yule ambaye hana kitu wala hafai kitu, kwako hayuko, amekatiliwa mbali. Amen. Haleluya. Shetani hakai mahali ambapo Mungu anaishi. Hakwezi kuwa na falme mbili ambazo zinatawala ndani mwako. Ufalme mmoja ambao unatawala ni ufalme wa kiungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Unaoshinda kupitia kwa damu ya Calvary. Kwa hivyo ni ujielewe ya kwamba wewe ni mtu mkubwa, umemshinda shetani. Tumepatiwa uwezo na mamlaka ya kukanyanga ninge na shetani. Tumekwisha mkanyaga katika jina la Bwana Yesu. Amen. Zaburi 110 nasema hivi: keti katika mkono wangu wa kiume hadi nitakapofanya maadui zako mahali pako pa kuwekea miguu. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Shida ni pale tunatoka kwa Bwana tukisingizie shetani. Kaa kwa mkono wa kiume wa Bwana. Fuata madili ya kiungu, uone kama hakuna mtu atakuweza. Haleluya. Amen. Yoshua akaambiwa na Mungu, kama vile nilikuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja nawe, na kuna mwanadamu atasimama mbele yako. Uwe shujaa na moyo uhodari. Amen. Na kila moyo uhodari kwa jina kila mmoja. Amen. Uwe hodari katika roho. Amen. Uwe hodari katika mwili. Amen. Na uwe hodari katika kila sehemu. Amen. Simama kwa miguu yako.